Tanga imebarikiwa kuwa na ukanda mzuri wa pwani na misitu ya mikoko yenye umuhimu mkubwa kiikolojia na kiuchumi. Leo hii hapa tunawakilishwa na wenzetu wa wilaya hii ya Tanga mjini, lakini tunawakilishi kutoka Mkinga, tunao wakilishi kutoka Muheza maeneo ya Kigombe, lakini vile vile tunawakilishi kutoka Pangani. Mkoa wetu unaona na unachukulia misitu hii ya mikoko kwa umuhimu wa kipekee. Ina umuhimu mkubwa kiikolojia na kiuchumi. Mikoko ya Tanga si tu kwamba inalinda mwambao wetu dhidi ya mmomonyoko wa ardhi, bali pia ni chanzo muhimu cha maisha kwa wavuvi na jamii nyingi za pwani. Kwa miaka hivi karibuni, mkoa wa Tanga umeendelea kuwa mfano mzuri wa jinsi uhifadhi wa mazingira unavyoweza kuunganishwa na maendeleo ya utalii. Ujenzi wa Sahare Mangrove Boardwalk uliojengwa na wenzetu wa TFS ni hatua muhimu inayostahili kupongezwa, kwani eneo hili limeongeza fursa za utalii wa mazingira, huku ikitoa nafasi kwa wananchi, wanafunzi na wageni kujifunza umuhimu wa mikoko bila kuathiri mifumo yake wa kiikolojia. Huu ni mfano mzuri sana unaoonyesha kuwa maendeleo ya uhifadhi vinaweza kwenda pamoja. Hivyo basi, ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha mikoko iliyopo inalindwa na maeneo yaliyoharibiwa yanarejeshwa katika hali yake ya awali. Napenda kutoa wito kwa viongozi wa serikali za mitaa, vikundi vya wavuvi, vijana, wanawake, wanafunzi na wadau wote wakiwemo na vijana wetu wa Scout kuendelea kushiriki kikamilifu katika jitihada za uhifadhi wa mikoko. Aidha, nawahimiza wananchi kuendelea kuzingatia sheria na taratibu za usimamizi wa misitu ili kuzuia uharibifu wa mazingira ya pwani, lakini kwa kuendelea kuhakikisha kwamba tunasimamia kuondoa ukataji holela wa mikoko, utunzaji wa maeneo ya fukwe za bahari, usafi katika fukwe zetu, lakini kuhakikisha kwamba hatutupi taka ovyo. Tunapopanda mikoko leo, tuna changamoto kubwa sana ya mifuko ya plastiki, machupa katika fukwe zetu, lakini vile vile uchafu mwingi ambao unaingia katika maeneo yetu ya bahari. Tuendelee kutoa elimu kwa watoto wetu na vijana wetu kuhusu umuhimu wa hifadhi ya mikoko. Tunapaswa kutambua kwamba tunapohifadhi mikoko tunalinda maisha yetu wenyewe, tunalinda chakula chetu na uchumi wetu, mazingira yetu kwa mustakabali wa watoto wetu. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anatunza maeneo haya ya fukwe zetu za bahari. Nimalizie kwa kutoa wito kwamba kila mmoja wetu awe balozi wa uhifadhi wa mikoko. Kila mmoja wetu awe ni jicho la amani na usalama katika maeneo ya fukwe. Fukwe zetu hizi na mikoa kama sisi ambaye tuko kando kando ya bahari, kuna mambo mengi yanapoendelea. Kwa hivyo katika kulinda usalama wa nchi yetu, tuhakikishe kwamba tunakuwa macho na shughuli zozote ambazo tunaziona hazifai katika maeneo ya ukanda wa bahari.